Akizungumza na ITV Dar es Salaam, mwenyekiti wa jumuiya ya wafanyabiashara Kariakoo Bwana Philemon Chonde amesema ni vema jiji likaangalia namna ya kupunguza gharama hizo. Yes, jumuiya ya wafanyabiashara soko la Kariakoo tunapendekeza tulipe 2500 kwa siku, na tuko tayari na tutajisimamia wenyewe watu wa Kariakoo. Na kwa namna yoyote vile wanavyotaka ushirikiano kwa sisi wenye magari, tuko tayari kuambia kwamba hawa ndio wenye magari na wako tayari kulipa hiyo kwa siku 2500. Wafanya biashara wamesema tangu kupanda kwa gharama hizo wamekuwa kilipa shilingi 4500 kwa kutwa, jambo ambalo limekuwa likiwaweka katika wakati mgumu. Na shauri serikali kwamba iwashirikishe wadau. Sisi labda kama ni sheria imetungwa ni kwa ajili yetu. Sasa itushirikishe ili kwamba tujue kwamba tukubaliane na hiyo sheria. Mstahiki meya wa jiji la Dar es Salaam, Mheshimiwa Isaya Mwita ameiambia ITV kuwa sheria wanayotumia kwa sasa ni ya mwaka 2014 ambayo wanaangalia namna ya kuifanyia marekebisho ili bei za kuegesha magari kwa kutwa nzima ziendane na mikoa mingine kama vile Mwanza, Arusha na Morogoro. Hata Morogoro unakuta kuna kitu kinaitwa full times. Full time ni mtu ambaye anakwenda asubuhi anapaki mpaka jioni na analipa kiasi kadhaa. Ni tofauti na mtu ambaye anakwenda leo kwa saa moja, kuna bei yake, na wale ambao ni wa full time wanakuwa na bei zao. Kwa hiyo tunaangalia namna gani ya kuweza kuadapt, kuchukua hayo na kuweza kuyafanyia kazi. Kutoka Dar es Salaam, Spencer Lamek, ITV.